Na Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili uwe mgonjwa unayeweza kutoa ushirikiano mzuri na daktari na kupata tiba bora, unyenyekevu ni jambo la msingi sana. Yaani usiwe mjuaji sana, sikiliza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usianze kumpigisha kona daktari au kuonesha unavyojua. Unakuta mtu tu amesoma ka ugonjwa fulani, afu anakuja anataka aanze kumuelekeza nani? Daktari. Lakini kumbuka wewe, dalili yako ya kichwa, katika medicine kuna magonjwa zaidi ya 300 ambayo yote yanaweza yakapresent na kuumwa nini? Na kuumwa kichwa. Sasa wewe unang'ang'aniza kichwa chako kihusianishe na katatizo fulani unakokajua. Nilikuwa nasimuliwa leo na Pastor Butoke, kuna rafiki yetu mmoja aliwahi kupata kesi fulani, ni kesi ya mchongo, ya kuchongwa, na ilikuwa si rahisi kuchomoka, lakini alipokutana na mtaalamu wa sheria, ile kesi ilipinduliwa kiasi kwamba yule mshtaki ndio akaingia kwenye nini? Kwenye changamoto. Kwa hiyo nafasi ya utaalamu ina sehemu kubwa katika kuleta ufumbuzi, na utakuwa mtu mwenye kutoa ushirikiano mzuri unapokuwa msikivu na mnyenyekevu kuliko kuwa mjuaji. Sasa ni jambo gani unatakiwa kujua unapokwenda kuonana na daktari? Jambo la kwanza, ukienda kuonana na daktari, eleza changamoto iliyokuleta, na hii changamoto lazima ikidhi vigezo vifuatavyo. Iwe ni tukio lisilo la kawaida, ama iwe ni maumivu au dalili ambayo inaathiri utendaji wako kiasi cha wewe kuamua kuja hospitali. Na mara nyingi katika training yetu hizi dalili huwa ili tuite dalili hii ni ya muda mrefu, huwa angalau imechukua kuanzia wiki 3. Kwa hiyo mara nyingi mambo yanayokuleta hospitali huwa si mambo ya miezi 2, 3 au mwaka. Huwa ni mambo ya kipindi kifupi, siku chache mpaka wiki ngapi? 3. Sasa kuna mtu anafika kwa daktari, anaanza kuelezea historia yake ya miaka iliyopita. Yaani mimi hili jambo limeanza tangu mwaka juzi, nasikia hapa panauma. Wewe kama tangu mwaka juzi panauma ujaja hospitali, basi hiyo changamoto ni sehemu ya maisha yako na sio tatizo lililokuleta wapi? Hospitali. Ukitaka daktari akusaidie, eleza kitu kimoja ambacho kikiondolewa, yaani ukiambiwa sasa, ndugu yangu, kati ya hivyo vyote hapa panauma, ndio kiuno kinauma, macho yanauma, kichwa, kizunguzungu. Sasa kati ya hayo yote unahisi kitu gani kimoja tukikishughulikia vingine tukaviacha utajisikia aueni? Hicho kimoja hicho ndicho unachopaswa kumtangulizia nani? Daktari. Usirete hapa na hapa syndrome. Yaani wewe hapa panauma, yaani unasikia macho yanauma, unaunganisha na tumbo kwamba yaani nadhani tumbo yaani hii macho yalianza mara likaja na tumbo. Unakuwa unampa daktari wakati mgumu wa kufanya nini? Wa kukusaidia. Kwa hiyo lazima liwe tukio lisilo la kawaida. Kwa mfano kukojoa damu, unaweza ikawa si maumivu, lakini ni kitu fulani hujakizoea kwenye mwili na kimetokea muda mfupi, ama choo cheusi, ama kupungua uzito ghafla, ama dalili kama maumivu, kikohozi, kutapika, joto, liwe linaloathiri utendaji wako, yaani kwamba bila hilo wewe huwezi kufanya nini? Mambo yako. By the way, mtu anapoanza kuishi huwa hawi mzima kama alivyozaliwa. Kadri unavyoishi kuna mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukitaka daktari akutibu mpaka urudi kama ulivyokuwa umezaliwa ni uongo. Hata ambao mnamiliki magari mnaelewa, gari kadri unavyolitumia hauwezi ukalirudisha kwenye ule upya wake. Utakuta maybe siti zimeharibika, kitu fulani kametoka. Kwa hiyo utakuwa unadili na mambo ya msingi ambayo yanasaidia gari liendelee kufanya nini? Liendelee kufanya kazi. Kwa hiyo usipeleke mambo mengi sana hospitali. Peleka mambo 2 au 3. Na mara nyingi mkiletaga orodha ya mambo mengi, sisi huwa tunaandika mangapi? 2 au 3. Hizo ndizo chief complaints. Jambo la pili, elezea hicho kinachokusumbua kinatokea sehemu gani ya mwili wako. Kinakuja kwa namna gani? Kinakuja kwa kuchoma, kukata au kuuma tu? Na je, hiki kinachokusumbua kinachochewa zaidi na mambo gani? Shughuli za kimwili, kwamba nikikimbia ndo hii dalili inaongezeka, ama nikilala ndo inaongezeka, nikikaa inapungua. Lazima uelezee mazingira yanayozunguka kile kinachokusumbua. Maybe hali ya hewa, mkao ama chakula kinaongeza tatizo ama kinapunguza. Kingine cha muhimu, elezea hii changamoto uliigundua lini kwa mara ya kwanza. Usiichanganye na changamoto zako za miaka iliyopita.
Na unapoielezea ilitokea lini kwa mara ya kwanza, elezea pia inapotokea inadumu kwa muda gani na inatokea mara ngapi kwa siku ama kwa nini kwa wiki. Jambo lingine, elezea hii changamoto imeambatana na mabadiliko gani mengine kwenye mwili ambayo si ya kawaida. Maybe nilikuwa natapika, lakini baada ya kutapika najisikia sasa na mwili unaishiwa nini? Unaishiwa nguvu. Maybe kichwa kinauma, lakini sasa ninaona hata macho hayaoni vizuri. Ninakohoa, lakini sasa hivi naona hadi kupumua nafanya nini? Nashindwa. Lazima viwe vitu ambavyo vinahusiana na vinaendana. Lakini kingine, elezea mbinu ulizozifanya ili kupata nafuu. Kuna mwingine ana maumivu ya tumbo, lakini anapata nafuu akibadili mkao au mlalo. Ukikaa ama ukiinama inapungua. Ukimweleza hivyo daktari anajua maumivu ya tumbo ambayo ukiinama yanapungua ni yanayosababishwa maybe na kiungo fulani kwenye mwili. Kwa hiyo ukiinama unakuwa umekiweka mbali na ukuta wa tumbo, kwa hiyo inapunguza ile sensation ya maumivu. Kwa hiyo anajua moja kwa moja hii tumbo litakuwa ni la kitu fulani. Jambo lingine la msingi, ukiisha jua mambo ya kueleza, jua pia maswali ya kumuuliza daktari. Na yafuatayo ni maswali ya msingi sana unayopaswa kuwa nayo kama mgonjwa. Na sehemu ya maswali ni muhimu zaidi kukufanya wewe uweze kutoa ushirikiano unaotakiwa kwenye tiba. Moja, je, tatizo langu linahitaji vipimo zaidi kupata uhakika? Kwa sababu kama nilivyowaambia, unapoondoka kwenye mlango wa chumba cha daktari, huwa tayari ana 90% ya kile kinachokusumbua. Hata asipokupima. Hilo take it from me. Yaani vipimo sisi si ndo tunaandika. Huwa tunajua tunachokitafuta. Tunachofanya ni kupata uthibitisho. Kwa hiyo unaweza ukauliza, ninahitaji vipimo zaidi? Na je, hiki kipimo ndio njia pekee ya kupata taarifa? Na je, kuna aina ngapi za matibabu kwa tatizo langu? Kuna tatizo moja linaweza likatibiwa kwa njia zaidi ya ngapi? Ya moja. Linaweza likatibiwa kwa upasuaji, linaweza likatibiwa kwa dawa, na linaweza likatibiwa bila dawa, bila upasuaji, ila kwa mtindo wa maisha. Kingine, ulizia, je, dawa ninayopewa ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu unaweza ukawa unaumwa ugonjwa ukapewa dawa kama 4, lakini sio kila dawa pale inatibu ugonjwa wako. Unaweza kukuta dawa moja tu ndio inatibu ugonjwa, lakini nyingine zinakupunguzia maumivu. Umeona? Kwa hiyo kama we maumivu unaweza ukayavumilia, sio makali, si lazima utumie ile nini. Umeambiwa hii bwana ni ya kupunguza maumivu ya kichwa, ila hii ndio inatibu nini? Malaria yako. We kama unaweza ukavumilia yale maumivu, si lazima umeze dawa ya nini? Ya maumivu. Au mwingine labda ana changamoto ya pressure, sukari, ana dalili za stroke, unakuta amepewa dawa, anaambiwa hii ndio ya kushusha pressure. Hii ni ya kupunguza mafuta mwilini. Kumbe unajua, kumbe kuna dawa ya kupunguza mafuta mwilini. Sasa ili hii dawa ifanye kazi vizuri, inabidi niisaidie na mimi nipunguze mafuta ninayofanyaje? Ninayokula. Kwa hiyo ukiulizia vizuri taarifa za kile dawa inafanya, zinaweza zikakusaidia pia we mwenyewe kujiweka katika mkao unaoweza kufacilitate ile tiba unayoipata. Kingine, ulizia matibabu yako ama dawa ina maudhi gani? Kuna watu wanarudi hospitali lakini kumbe ni kwa sababu ya maudhi ya dawa. Kuna dawa ambazo ukizitumia muda mrefu ukiziacha zitakuletea maudhi, na kuna dawa ukitumia zinakuja na nini? Na maudhi yake. Kwa sababu ya ufinyu wa muda, daktari hata kuambia kila kitu. Kwa hiyo lazima uulize, bwana, hizi dawa zina changamoto gani? Ili ikitokea ujue hii ni nini? Ni dawa, usije ukahisi hii ni ugonjwa mpya ukaanza kubadilisha hospitali ama kwenda sehemu nyingine. Jambo lingine, uliza, je, haya matibabu ni lazima nianze sasa au ninaweza kufanya nini? Kusubiri. Kingine, je, nisipotibiwa kabisa tatizo langu nini kitatokea? Kuna matibabu mengine huwa si ya lazima. Kwa hiyo uliza, ili nisipotibiwa nini kitafanya nini? Kitatokea. Na kingine, uliza future ya tatizo lako, kwamba je, hili tatizo baadaye linaelekea wapi? Hili tatizo prognosis tunaita. Jambo lingine la msingi ambalo unatakiwa ujue ni kwamba lazima uelewe mambo fulani, kwamba moja, daktari, kuna wengi huwa tuna changamoto ya kubagua madaktari. Moja ya jambo la msingi unalopaswa kujifunza ni kwamba elimu ya tiba ni moja kati ya unclassified degrees. Yaani huwa ni degree ambazo baadhi ya nchi hainaga madaraja, kwamba huyu amefaulu zaidi, huyu huwa kidogo. Huwa inapimwa kwa pass na fail. Maana yake ni nini? Madaktari wanatibu kwa kutumia mwongozo. Hakuna daktari anayekutibu anavyojisikia yeye.
Kwa hiyo awe ni yule unayezani ni mzuri au yule anayekuwa ni mbaya, wote wanakutibu kwa kutumia nini? Mwongozo ule ule. Tofauti kati ya daktari na daktari mara nyingi huwa ni tabia na namna mtu anavyomuhendo anavyomuhendo mtu. Kwa hiyo ni vizuri we kama mgonjwa ukalielewa hilo. Na jambo lingine, daktari anapokuwa bingwa zaidi, mara nyingi huwa anapoteza kumbukumbu ya baadhi ya vitu vya msingi, basics vya chini. Kwa hiyo unapoenda kwenye matibabu usilazimishe kuanza kuonana na daktari bingwa. Kubali tu kuanzia kwa madaktari wa kawaida wakusikilize vizuri, na wao ndio waamue kama unahitaji msaada wa daktari bingwa au la. Jambo lingine, sio madaktari wote wanatii kanuni za afya, na hii imeleta athari katika tiba kwamba mtindo wa afya umepewa msisitizo mdogo. Kwa hiyo daktari anaweza kurilai kwenye matibabu, lakini we kama mgonjwa unapaswa ujue umuhimu wa kurekebisha mtindo wako wa maisha ili uweze kumudu afya yako na kuwa na matokeo mazuri ya